Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Sasa ili kufahamu zaidi tuungane na mchambuzi Ibrahim Rahby ambaye yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rahby, Israel imesema kiongozi wa Iran Khamenei hawezi kuendelea kuishi baada ya shambulizi la hospitali. Kauli hii ina maana gani haswa? Ni kauli ambayo unaweza kusema ni kauli ya kupaniki. Ni kauli ambayo inaweza kutolewa na kiongozi ambaye anakuwa nje ya mood ile. Lakini bila shaka Netanyahu kila akifikiria wapi alikosea, nadhani kumfuta kazi waziri wa ulinzi Yoav Gallant lilikuwa ni kosa kubwa kwa Netanyahu, na kumleta waziri Israel Katz kwenye hii nafasi ya waziri wa ulinzi, kumtoa kwenye wizara ya mambo ya nje, kwa sababu hii nafasi awali alipewa Gideon Sari ambaye sasa hivi ni waziri wa mambo ya nje. Alikataa, akasema hii nafasi anatakiwa apewe mtu ambaye sio mwanasiasa. Sasa ukimsikiliza Israel Katz, anahudumu kama anavyohudumu Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa taifa, lakini kama anavyohudumu waziri wa fedha Bezalel Smotrich, hawa ni wanasiasa. Sasa nadhani hawa wanaomshauri Netanyahu ndio waliokuwa wanamshauri hivi, hawa kina Israel Katz. Sasa Israel Katz ni kama anakwepa jukumu lake kwa Waisraeli, kwa sababu anapashwa awajibu wa Israeli kuwa nafasi yake ya waziri wa ulinzi ameitumia vipi, kwa sababu aliwaaminisha Waisraeli kuwa wako salama, lakini hivi sasa mashambulizi ya Irani yanawafikia kila yanaporushwa. Sasa hili ndio lilikuwa kubwa zaidi kuliko kufikiria hilo wanaofikiria la kutaka kujificha kuwa lazima kiongozi wa Irani auawe. Alitakiwa awajibu kwanza wa Israeli, kwa nini kashindwa kuwalinda. Rahby, kwa mtizamo wako, Marekani itaivamia Iran? Yote yanawezekana, kwa sababu hata mpango ulikuwa ni kati ya Marekani na Israel. Ni mpango ambao uliandaliwa, lakini kumekuwa na mvutano ndani ya Marekani, hasa viongozi waliopo madarakani, lakini wanasiasa, watu maarufu walio nje ya uongozi wamekuwa wakishinikiza, na kampeni maalum ambayo inafanywa na raia wa Marekani kutaka kuiepusha nchi yao kujiingiza kwenye mzozo huu. Lakini ndani ya Israel unaona kuwa kama tumaini pekee limebaki kwa Israel ni kuwa Marekani kujiunga. Umemsikia Netanyahu akiwa na matumaini kuwa huenda Marekani ikajiunga nao. Kwa hiyo Trump amekuwa ni kama vile anaingia na kutoka kwenye ziara yake. Alivyotoka kule Canada alionyesha kama ana dalili ya kuingia, lakini baadaye akaonekana amerudi nyuma. Mara tunaambiwa amesha kubali, lakini bado hajaidhinisha. Kwa hiyo imekuwa Trump anaishi vile vile kwenye zile kauli ambazo hazieleweki kama ataingia au haingii, lakini kuingia kwake huenda kweli kukailipua Mashariki ya Kati, ikalipuka vibaya sana. Naam, sasa ni mara chache sana kuona mabomu yakifanikiwa kupenya anga ya Israel kutokana na teknolojia yake ya Iron Dome. Mara hii makombora ya Iran yameharibu maeneo kadhaa nchini Israel. Hii inasema nini kuhusu nguvu ya silaha za Iran? Kwanza, Iron Dome ndio mfumo mdogo zaidi wa Israeli wa ulinzi ukilinganisha na mifumo mingine, kwa sababu Iron Dome ni mfumo ambao unalinda rocket tu ambazo za masafa mafupi, lakini Israeli ana mfumo wa kwake ambao ni David Sling, ana mfumo wa Arrow 1, 2 and 3, ana mfumo wa Marekani wa THAAD, ana mfumo wa Patriot wa Marekani, lakini inatajwa kama mifumo ya Ufaransa iliyopo Jordan, inatajwa kuwa ulinzi wa Uingereza unaotokea Cyprus, lakini meli za Marekani pia zimekuwepo. Taarifa iliyotolewa jioni na Israel inadai kuwa Irani kombora alizorusha leo ni kombora ambazo anazifanya kwa mara ya kwanza, ambazo zina uwezo wa kukaribia kilomita 7 katika tukio, zinasambaa, zinakuja nyingi ambazo zinaweza kulenga shabaha zote, yani zinatoka na vipande 20 ambavyo zote zina uwezo wa kulenga shabaha. Kwa hiyo hili ni kombora jipya ambalo Israeli wanasema kuwa lilivuruga mifumo yao ya ulinzi. Kwa hiyo ni kama Irani alimjua adui yake kabla, akajipanga kuwa nitakuja kugombana na adui wa aina gani, ndio maana anawasumbua. Shukran sana Ibrahim Rahby kwa tathmini hiyo ya kina, na mahojiano hayo na Ibrahim Rahby ndiyo yanayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja.
Rahby Digital, haki na ukweli.